Hatimaye kile kitendawili kilichokuwa kinasubiriwa kuteguliwa na bodi ya ligi kwa muda mrefu sana, leo hii kimeteguliwa kwa maana ya mechi ya Simba na Yanga kupangiwa tarehe ya kucheza. Sasa ni rasmi, mechi hiyo itachezwa kwenye raundi ya 29 ambapo itachezwa tarehe 15 mwezi wa sita 2025, ambapo Dar es Salaam Young Africans itakuwa mwenyeji wa Simba, mchezo namba 184 ambao utachezwa saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mabadiliko au maboresho ya ratiba hiyo ya ligi yamefanyika mapema leo. Bodi ya ligi wameiweka kwenye ukurasa wao rasmi kwamba mechi hiyo itafanyika tarehe 15 mwezi wa sita 2025, huku finali ya CRDB Federation Cup yenyewe itafanyika Juni 26 mpaka Juni 28, 2025. So ratiba ipo hivyo, mabadiliko ya ratiba yamekaa hivyo. Lakini huku tarehe ikiwa inatangazwa ya mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo, tujue kabisa kwamba msimamo wa klabu ya Yanga uko pale pale. Wao wamegomea mchezo huo kwamba hawatashiriki huo mchezo. Wametoa jana waraka wao kwenye ukurasa rasmi wa klabu hiyo ya Yanga kwamba wao hawatashiriki dabi yoyote nyingine ambayo itapangwa na bodi ya ligi, kwa maana wao wanaamini walishacheza dabi tayari. Kwa hiyo sasa hivi wamebakisha mechi 3 na sio 4 kama wengi wanavyofikiria. So kama ulipitwa na taarifa ya Yanga ambayo waliposti jana kwenye ukurasa wao wa Instagram rasmi kabisa, taarifa yao ilikuwa inasema uongozi wa Young African Sport Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa mchezo CAS kuhusu kesi yao nambari CAS 2025 mkwaju A mkwaju 11298. CAS imeeleza Young African Sport Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri wa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sport Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zitatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young African Sport Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yao juu ya mchezo nambari 184 ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hautashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka ya nchi. Andiko hili limetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport Club na ilitolewa tarehe 5 ambayo ilikuwa ni jana Mei. Lakini leo mapema tarehe 6 bodi ya ligi na wenyewe wametangaza taarifa ya kwamba mechi hiyo itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa sita. So hapo ukiangalia ni kama kuna mkinzano fulani ambao unaendelea, au kuna ni kama wanavimbiana fulani hivi Dar es Salaam Young Africans na bodi ya ligi, kwamba wao wamepanga tarehe kama ambavyo iliamriwa na CAS kwamba
kama kutakuwa na uwezekano, basi kama waliahirisha huo mchezo kwa sababu ambazo wao wanazijua, basi wanaweza pia wakaupangia tarehe wao wenyewe kwa muda ambao watahisi itakuwa salama na itakuwa vizuri, kwa muda ambao TFF wao wataona iko sawa. Lakini Yanga wao wanaamini haki yao imekiukwa, kwamba ile mechi haikustahili kuahirishwa, kwa sababu ambazo zilipelekea ile mechi kuahirishwa zilikuwa ni sababu ndogo sana, kiasi ambacho hakikufanya ile mechi iahirishwe. Kwa sababu ukiangalia sababu kubwa ambayo ilifanya ile mechi iahirishwe ilikuwa ni klabu ya Simba, ambayo wao waliandika waraka mkubwa kwenye akaunti yao kwamba wao wameonewa, hawatashiriki mchezo huo. Kuonewa kwao ilikuwa ni kwamba wamezuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ambao utafanyikia mechi hiyo, kitu ambacho sio lazima kwa mchezo kuahirishwa, kwa sababu kufanya mazoezi au kutokufanya mazoezi kwenye uwanja ambao utafanyikia mechi sio tuweza kusema sio kigezo cha wewe kuahirisha mechi au wewe kugomea mechi. So ni kama TFF na bodi ya ligi walikwenda mbali sana kiasi cha kushindwa kufikiria hilo na kuweza kuiruhusu mechi ikachezwa, alafu ndo baadaye waanze kufuatilia haya mambo. Na cha ajabu ni kwamba hiyo mechi iliahirishwa, yani Simba walitoa complain yao siku moja kabla ya mechi, kitu ambacho yani hakikuwa kikanuni zaidi. Na ndio maana Yanga wanaonekana kama wanakaza sana au wanataka sheria zifuatwe na kanuni, kutokana na kwamba kunaonekana kama Simba vile anabebwa kiasi fulani na TFF au na mamlaka za soka hapa nchini. So ndio maana Yanga wanaona kama kuna namna ambavyo wanaweza akafanya kuendelea kushinikiza hili, ili sheria ziweze kufuatwa na kanuni, ili ligi yetu iendeshwe vile ambavyo inatakiwa. Lakini kwa haya ambayo yanaendelea, inaonekana hapa sasa wameshaanza kuvimbiana, maanake kati ya bodi ya ligi, lakini pia TFF, lakini na klabu ya Yanga. Simba wenyewe katika ile swala wameamua kukaa pembeni kabisa, kwa maanake hii vita wameiachia klabu ya Yanga na bodi ya ligi ndo wapambane, maana wao wenyewe sasa hivi wapo tayari kucheza mechi kutokana na kwamba yale ambayo wao walihisi kama yalikuwa na yamezuia ule mchezo kama yameenda sawa. Lakini cha kushangaza ni kwamba hawa wa bodi ya ligi walisema huu mchezo unaahirishwa kutokana na kwamba kuna viashiria vingi vya kutokuwa na usalama kwenye huu mchezo, ndio maana wameahirisha. Lakini hivyo viashiria mpaka sasa hivi hawajavisema kwamba hiyo mechi waliahirisha, na baada ya uchunguzi waligundua kulikuwa na nini, bado hawajasema, ila wamepangia tarehe. Nahisi kwa busara zaidi, kama TFF wanataka kila kitu kiende sawa, basi ni vizuri wangetoa sababu ambazo zilifanya ile mechi kuahirishwa na uchunguzi wao ambao walikuwa wanaufanya, halafu ndo baadaye waweze kupanga tarehe tena ya mchezo. Sasa hawajasema chochote, hawajasema chochote kuhusiana na kile ambacho wao walikifikiria wafanya waahirishe hiyo mechi, lakini pia wanatoa tarehe. So mi naona naungana na Yanga kwa kile ambacho wanakishinikiza, kwa sababu ni kama TFF wamechukulia poa afu wamepotezea, wakati walitakiwa kutoa sababu ambazo zilifanya ile mechi iahirishwe na ndo watangaze tarehe, lakini wao wametangaza tarehe, sababu hazijatolewa. So bado kunaendelea kuonekana uozo upo TFF, lakini watu bado hawawezi kuona hilo, watazidi tu kushangilia na ligi yetu ndo inaenda hivyo, yani ndo inaenda, lakini mwisho wa siku haitakuwa ligi tena, bali itakuwa ni usera tu unaofanyika ndani ya ligi yetu.